Siku kama ya leo, tarehe 23 Julai mwaka 1983, dunia ilishuhudia tukio ambalo hadi leo linafundishwa katika shule za urubani kama moja ya mifano bora zaidi ya jinsi utaalamu, utulivu na maamuzi ya haraka yanavyoweza kugeuza janga wa muujiza. Turudi nyuma kwenye historia kidogo. Hii ni ndege aina ya Air Canada Flight 143 iliyokuwa ikisafirisha watu 69, iliyopoteza nguvu za injini zote mbili ikiwa kwenye urefu wa takribani futi 41, sawa na zaidi ya mita 12,000 juu angani. Hakukuwa na mlipuko, hakukuwa na moto, lakini kulikuwa na tatizo moja ambalo marubani uliofia kuliko yote. Ndege hiyo ilikuwa imeishiwa mafuta kabisa. Kwa sekunde chache Boeing 767 iligeuka kutoka kuwa ndege yenye injini mbili hadi kuwa ndege isiyo na chanzo chochote cha nguvu, ikiteleza kimya kimya angani. Kilichofanya tukio hili kuwa la kushangaza zaidi ni kwamba halikusababishwa na hitilafu ya injini wala hali mbaya ya hewa. Chanzo chake kilikuwa kosa la kibinadamu na lilitokana na kipindi ambacho Canada ilikuwa imeanza kutumia mfumo wa vipimo vya metric. Zamani mafuta yalihesabiwa kwa pauni, lakini sasa yalipaswa kupimwa kwa kilogramu. Kwa kuwa mfumo wa kupima mafuta wa ndege ulikuwa umeharibika, mafundi walitumia mahesabu ya mikono kubaini kiasi cha mafuta kilichohitajika. Hapo ndipo walipofanya kosa la kubadilisha vipimo kutoka pauni kwenda kilogramu, na matokeo yake ndege ilijazwa karibu nusu tu ya mafuta yaliyohitajika. Hakuna aliyebaini kosa hilo kabla ya safari kuanza, hivyo ndege ikaondoka kutoka Montreal kuelekea Edmonton kama kawaida. Kwa muda wa safari, kila kitu kilionekana kuwa sawa. Abiria walikuwa wamekaa kwa utulivu, wengine wakisoma magazeti na wengine wakizungumza na wenzao, na wengine tayari walikuwa wamelala. Ndani ya chumba cha marubani pia hakukuwa na dalili yoyote ya hatari. Lakini ghafla mfumo wa ndege ukaanza kutoa onyo la kupungua kwa shinikizo la mafuta kwenye injini ya kushoto. Marubani walidhani huenda ilikuwa ni hitilafu ya mfumo wa kupima mafuta. Kabla hata hawajamaliza kutathmini hali hiyo, injini ya kwanza ikazima. Sekunde chache baadaye, injini ya pili nayo ikazima kabisa. Sasa ndege haikuwa tena na uwezo wa kujisukuma mbele. Katika mazingira hayo ya hofu, Captain Robert Pearson alibaki mtulivu. Mbali na kuwa rubani wa ndege ya abiria, alikuwa pia na uzoefu wa kurusha ndege zisizo na injini maarufu kama gliders. Hutumia nguvu ya upepo na mikondo ya hewa inayopanda ili kubaki angani na kusafiri kawaida. Uzoefu huo ukamwezesha kukokotoa kwa haraka umbali ambao Boeing 767 ingeweza kuteleza bila nguvu ya injini. Hata hivyo, changamoto kubwa ilikuwa kupata mahali salama pa kutua kabla ndege haijapoteza kabisa urefu wake. Wakati huo, rubani msaidizi wake ambaye alikuwa anaitwa Maurice Quintal alikumbuka uwanja wa zamani wa jeshi la anga uliokuwa mjini Gimli, Manitoba. Ingawa haukutumika tena kwa shughuli za kijeshi, waliamini ungeweza kuwa tumaini lao la pekee kutua. Walipokaribia Gimli, walikumbana na mshangao mwingine. Sehemu ya barabara ya kuruka ya ndege ilikuwa imefungwa kwa ajili ya mashindano ya magari, huku mamia ya watu wakiwa wamekusanyika kutazama. Hakuna hata mmoja aliyekuwa akitarajia kuona Boeing 767 ikishuka kutoka angani bila sauti ya injini. Marubani waligundua pia kwamba walikuwa wanakuja kwa kasi kuliko inavyohitajika kwa kutoa salama. Captain Pearson akaamua kutumia mbinu ya forward slip, mbinu inayotumiwa zaidi na marubani wa glider kupunguza kasi na kupoteza urefu kwa haraka. Ilikuwa ni mbinu isiyo ya kawaida kwa ndege kubwa kama Boeing 767, lakini katika hali hiyo ya dharura haikuwa tena suala la kufuata taratibu za kawaida, bali kuokoa maisha. Dakika chache baadaye, matairi ya nyuma ya ndege yakagusa barabara ya kuruka kwa nguvu kubwa. Matairi ya mbele yalipata hitilafu kutokana na mshtuko wa kutua, lakini ndege iliendelea kuteleza hadi iliposimama salama. Watu waliokuwa karibu na uwanja walikimbia kujinusuru, na kwa bahati nzuri hakuna aliyegongwa. Ndani ya ndege hii, abiria wote 61 pamoja na wafanyakazi 8 wakanusurika. Wengi walitoka wakiwa na hofu kubwa, lakini hakuna aliyepoteza maisha. Tukio hilo likabaki kuwa moja ya mifano nadra ambapo ndege kubwa ya abiria ilitoa salama baada ya kupoteza nguvu zote za injini ikiwa angani. Baada ya uchunguzi kukamilika, ilibainika wazi kuwa sababu ya tukio hilo haikuwa hitilafu ya kiufundi, bali kosa dogo la kubadilisha vipimo vya mafuta kutoka pauni kwenda kilogramu. Kosa hilo likasababisha ndege kubeba mafuta yasiyotosha kwa safari yake. Kutokana na namna marubani walivyoweza kuzuia maafa yaliyokuwa yanaonekana hayapokiki, Air Canada Flight 143 ikapata jina ambalo litaendelea kukumbukwa katika historia ya usafiri wa anga, Gimli Glider. Zaidi ya miaka 40 baadaye, simulizi hii bado inafundisha duniani kama ushahidi wa kwamba wakati mwingine tofauti kati ya maafa na miujiza inaweza kuwa utulivu wa marubani, uzoefu wake na uamuzi mmoja sahihi unaofanywa ndani ya sekunde chache. Mimi ni Gina Baltazari. Don't forget to leave your comment behind.